Asubuhi nyingine tena iko njema kabisa, nikikualika wewe mpenzi wa kipindi bora kabisa cha michezo cha Viwanjani kuwa nasi kuanzia hivi sasa mpaka mwisho wa kipindi hiki uweze kupata yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Ulama Idi Salum niko hapa, yupo hapa Rashid Khamis pamoja na Diotrafe Kiungai. Pamoja kabisa tutakwenda sambamba na wewe kwa yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Diotrafe Kiungai, ndugu yangu, mambo vipi? Kimbia kule tuku wote, unakuja tena huku. Mimi mpiga mimi yote miwili. Umeshindikana kaka. Haujawahi kutokea. Tuko wote kule. Masaa 3 tuko kule. Napiga galamba. Sisi unajua zetu tunapiga zile show ndefu zile. Ile hatari. Simu anakimbiaga huyo. Na Rashid. Mambo yamekuwa mengi tu. Mambo yamekuwa mengi. Safari ya Kanani tena. Kwenye mito asali na maziwa. Kabisa Tanzania. Au sio Rashid? Tanzania. Dukinada ngache. Sawa bana. Na nikukumbushe tu mechi za leo ndani ya kisimuzi chako cha Azam Sports ni Coppa Italia, Bologna dhidi ya Empoli saa 4 kamili usiku, Azam Sports 4 HD. Lakini ligi ya Uholanzi FC20 dhidi ya PSV saa 4 kamili za usiku, na ligi kuu ya Muungano Cup leo JKU na Singida Black Stars saa 11 ya jioni kule Azam Sports 1. Lakini pia mechi nyingine Zimamoto dhidi ya Coastal Union saa 10 alasiri Azam Sports 1 HD. Lakini pia kuna mechi nyingine KMKM kikosi maalum cha kuzuia magendo dhidi ya Azam FC saa 1:15 usiku Azam Sports 1 HD. Mechi za kesho ikiwa ni mfululizo wa michuano hiyo ya Kombe la Muungano ambayo inafanyika kule kisiwani Pemba katika uwanja ule wa Gombani. Na taarifa kubwa kabisa kwa siku ya leo ni kuhusiana na Simba Sports Club ambao wako kule Afrika Kusini tayari kabisa katika mawindo ya nusu finali ya mkondo wa pili dhidi ya Stellenbosch. Lakini pia tutakwenda kuangalia hatima ya timu za Kagera Sugar na Tanzania Prisons katika ushiriki wao wa ligi kuu ya NBC, michezo ambayo imebakia watatoboa ama nani ataungana na Ken Gold. Hii ni soka letu. Na kikosi cha Simba Sports Club kimewasili salama usalimini mjini Durban, Afrika Kusini jana jioni na kuanza mazoezi yake ya gym mara moja kujiweka sawa kuelekea katika mechi ya marudiano dhidi ya Stellenbosch ya nchini humo. Awali kikosi cha Simba kilitua mjini Johannesburg na kupokelewa na balozi wa Tanzania nchini humo James Bwana, ambapo alizungumza na wachezaji pamoja na viongozi walioambatana na msafara wa timu hiyo ya Simba. Simba itacheza na Stellenbosch siku ya Jumapili, ambapo inahitaji sare ama ushindi wa aina yote ili kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mwenzetu Kenneth Moses ameongozana na kikosi cha Simba kule nchini Afrika Kusini, na atakapokuwa tayari tutakwenda kuungana naye ili aweze kutujuza yale ambayo yanaendelea ndani ya kikosi cha Simba, lakini pia hali halisi kuelekea katika mchezo huo muhimu kabisa kwa wekundu hao wa Msimbazi, Simba Sports Club. Rashid, jana tulizungumza katika mwendelezo huu wa Simba kwenda mapema kule kuzoea hali ya hewa, lakini tunasema kwamba hali ya hewa ya Durban inafanana tu na Dar es Salaam. Of course ni kama ambavyo tumepata hiyo taarifa, ni kufanya recovery kwanza kwa sababu ya safari, kuitayarisha miili kuingia kwenye program ya kile ambacho mwalimu anakihitaji ili kuelekea kwenda kuapply kile ambacho kinapaswa kwenda kufanyiwa kazi. Au sio bana? Sahihi. So ni hatua nzuri, ni hatua ambayo kwa namna moja ama nyingine hakuna mshtuko wowote mpaka sasa hivi. Hata kwenye taarifa zangu za chemba umeona zilizo kufikia hakuna taarifa yote ya mshtuko kwamba kuna jambo kubwa labda litaenda kuwatokea au litatokea. Hakuna taarifa hiyo. So ni kama pako flat hivi. So ni wao tu
Simba kuchanga karata zao na kuona ni kwa namna gani wanaweza kuendelea kusimika heshima ambayo wamekuwa nayo katika bara la Afrika. Kiungai, Stellenbosch wanakwenda kucheza Durban. Wamezuia kucheza Pretoria. Na Simba wanakwenda kule. Kama neutral ground tu hivi. Kwa sababu hawatakuwa na mashabiki yao kwa asilimia kubwa. Na ni timu ambayo inasemekana pia mashabiki wenyewe wanatoa wapi? Au mashabiki wenyewe wanao. Wajitokeze labda pengine kutokana na mpira wao tu wanaocheza kwamba wasupport. Niliwahi kuzungumza na Abdi Banda. Mchezaji ambaye ashapita katika timu tofauti Afrika Kusini. Akaniambia culture, utamaduni kwa upande wa mashabiki wa Afrika Kusini wamekuwa wakipenda mpira. Haijalishi anacheza Mamelodi, haijalishi anacheza Orlando au Kaizer, timu ambazo zina nguvu ya mashabiki kwa sababu ya mafanikio ambayo wameweza kuyapata. Mashabiki wa Afrika Kusini au raia wa Afrika Kusini wamekuwa na tabia ya kwenda viwanjani hata kama timu zao hazichezi. Na wamekuwa waumini wakubwa wa mpira mzuri. Huenda shabiki ameenda kuishabikia Stellenbosch. Alafu Simba akapiga mpira mkubwa. Wana tabia ya kuhama. Pale pale uwanjani wanahama, yani sio wanahama majukwaa. Wanakwenda huo ni uzoefu ambao aliniambia Abdi Banda ambaye ameshawahi kucheza katika timu kadhaa za Afrika Kusini. Hawa Stellenbosch sio timu kubwa kivile kusema kwamba wana nguvu ya umma au wana nguvu ya mashabiki ambao wanaweza kuwapa pressure wachezaji wa Simba ndani ya dakika 90. Stellenbosch sio wazoefu kivile katika michuano hii ya shirikisho. Ndio mara yao ya kwanza. Wana vitu vingi sana vya kujifunza. Ni mara chache sana kushuhudia au kuona timu ambazo zimeshiriki mara ya kwanza katika michuano ya kimataifa kufika katika level ambayo wamefika Stellenbosch au kuvuka katika level ambayo Stellenbosch wanatamani kuivuka, kwa maana nusu finali kwenda hatua ya finali. Kwa hiyo wana vitu vingi sana vya kujifunza, ikiwemo hatua ambazo wanapaswa kuzipiga. Kama ambavyo tumeishuhudia Simba imekuwa zoefu au timu zoefu katika michuano ya kimataifa, lakini kila mwaka wamekuwa wakijifunza na kuishia hatua ya robo finali. Lakini sasa hivi tumewashuhudia wakivuka katika hatua nusu finali, ya robo finali kwenda hatua nusu finali. Ni swala la uzoefu na kujua step gani ufanye au vitu gani vya msingi uvifanye ili uweze kuvuka hatua ambazo hawa Ahali, Zamalek, kina Berkane wanavuka na kufika hatua za kuchukua kombe. Kwa hiyo mazingira ya uzoefu ni kitu pekee ambacho nakiona kwa upande wa Simba wanacho cha kujivunia. Kingine ni wachezaji ambao wamewasajili. Wamesajili wachezaji ambao wana kiu ya mafanikio. Ni kitu cha kwanza ambacho Simba wanacho. Wachezaji ambao unawatazama kwenye kikosi cha Simba, ukitaja mchezaji mmoja hakuwahi kupata mafanikio makubwa huko alipotoka. Ni mchezaji au ni wachezaji wachache sana ambao unaweza ukamtaja Fabrice Ngoma, shaipita katika timu kadhaa Kamara, unamzungumza labda Zimbwe, angalau wana mafanikio, kina Kapombe wana mafanikio, lakini wengi wao ni wachezaji ambao hawajawahi kupata mafanikio makubwa katika michuano ya kimataifa au katika klabu ambazo wamepita. Kwa hiyo ile kiu ya mafanikio inaweza kuongeza nguvu ya ziada kwa upande wa Simba kufika level ambayo hawajawahi kuifika. Yaani sasa hivi Elimpanzu anatamani kuvuka mafanikio ambayo hajawahi kuyafika. Sasa hivi Ateba au unamzungumza Chasambi au unamzungumza Chemalon ni wachezaji ambao wanatamani kuvuka hii hatua, yaani kuandika historia katika maisha yao, kwa sababu ndio hatua ambayo hawajawahi kufika. Kwa hiyo ni mazingira ambayo inaweza yakawa faida kwa upande wa Simba katika huu mchezo. Na kitu kingine ambacho nimekiona uwepo wa kocha Fadlu Davids unaweza pia kuongeza kitu kingine cha ziada. Pia ni mwalimu ambaye na yeye hajawahi kupata mafanikio kama kocha mkuu. Amepita katika klabu kadhaa na klabu ya mwisho ilikuwa ni Raja Casablanca, lakini hakuwa kocha mkuu, alikuwa ni kocha msaidizi. Na yeye pia ana kiu ya kuandika CV yake na historia yake katika maisha yake ya ukocha mkuu kupitia klabu ya Simba. Na tumeshuhudia klabu ya Simba imekuwa ikivusha makocha wengi sana ambao hawakuwahi kuwa na historia kubwa katika klabu ambazo wameshawahi kuzipita. Unamzungumza Patrick Ausems kuja Simba akiwa ni kocha ambaye hana jina kubwa. Baada ya hapo akawa na jina kubwa. Didier Gomez
hakuwa na jina kubwa. Hata walimu ambao wanakuja kuifundisha Simba wanapata CV baadaye wanaondoka na kuwa walimu wakubwa. Kwa hiyo Fadlu Davids sasa ikawa hii ni fursa kwa upande wake. Wakati anaivusha Simba kwenda finali, anaivusha Simba kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho, na pia anatajwa katika watu ambao wameshiriki. Kocha alikuwa ni Fadlu. So mpaka sasa hivi nusu finali tayari CV tosha kabisa kwa wachezaji wa Simba, na mwalimu amekuwa na wakati mzuri pia. Mimi wasiwasi wangu Stellenbosch jina halina miaka mingi katika mpira, lakini pia wachezaji ambao wamewachukua wana uzoefu wa michuano ya kimataifa, ila jina ni geni la timu na kuanzishwa kwake 2016, lakini wale wachukua kufanya kazi mle ndani wana uzoefu na wanaweza kuwa na athari yoyote ndani ya Simba. Hapo ndo mashaka yangu. Tumekuwa tukizungumzia katika yani tumekuwa tukizungumzia Stellenbosch ukikompea na Simba wana experience kubwa, sawa. Wana umri mrefu sana toka 1936 mpaka leo. Stellenbosch 2016. Haya, sawa, tutakuja hapo kwa Rashid. Hapo mwanzo kuwadokezea tu kwa mwenzetu Kenneth Moses ameambatana na Simba kule Afrika Kusini, na kadri muda unavyozidi kwenda tuliwataarifu katika vipindi vyetu vya michezo kwamba tutakuwa tunaungana naye ili aweze kutufahamisha kile ambacho kinaendelea kule Afrika Kusini. Na hivi sasa tupo naye hapa Kenneth Moses. Kenneth, habari za Afrika Kusini? Naam, habari za huko ni nzuri. Idi Salum Kidedea. Sisi hapo studio nimesikia mjadala mnazungumza kuhusiana na gumzo kwenye soka hivi sasa Afrika Mashariki. Lakini sio Afrika Mashariki tu peke yake, kwa sababu hata kusini mwa Afrika hivi sasa mjadala mkubwa pia ni huo ambao kila mmoja anautazama. Utakumbuka timu za Afrika Kusini zote ambazo zipo kwenye michuano hii ya CAF zilianzia nyumbani. Kwa hivyo zote weekend hizi zitakuwa ugenini. Afrika Kusini gumzo ni moja tu, Stellenbosch dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba. Jana wakati tunazungumza ukiwa uwanja wa ndege pale Johannesburg kuunganisha ndege kuelekea kule Durban Afrika Kusini, tuambia Johannesburg kulikuwa na mvua na baridi kali, lakini hapo Durban ambako ndio mechi itapigwa hapo, hali ya hewa ikoje toka mviamka hivi leo? Tulitoka Johannesburg, nyuzi joto ilikuwa 21. Tukafika Durban, nyuzi joto ilikuwa 16. Kwa kuna baridi zaidi. Na jana jioni timu ilifika majira kama ya saa 12 jioni, na wakati wanafika kwa kuna mvua inapiga kidogo, na nyuzi joto mbao ilikuwa kama 16. Kwa kuna baridi zaidi, na huko kumbuka ni kwenye upo wa bahari. Hii kanifanya nijaribu kuuliza pia kwa wenyeji hasa wa Tanzania ambao wanaishi huko kwamba ni hali ya huko ni hivi kila siku, kwa sababu ni beach, unajua ni mji ambao pembezoni mwa bahari kama ilivyo Dar es Salaam. Wenyeji wananiambia kwamba huku baridi huwa haipo, huku huwa ni joto kali sana. Na hivyo sasa hivi ni kipindi tu ambacho kinapita kama mvua za Dar zinavyonyesha. Ila sasa huku kama ambavyo unajua kiasili ni baridi, kwa mvua ikinyesha baridi pia inakuwa kali. Kwa hivyo kuna baridi sasa hivi, lakini huenda hali ya hewa ikabadilika muda wote. Na hili linifanya pia nilipata mshangao kidogo, kwa sababu awali nilipoona kuna baridi nikafikiria kwamba pengine ni Stellenbosch wameamua kutoka Cape Town kuja hapa kwa sababu ya baridi pengine, au hali ya hewa ambayo itakuwa ni rafiki kwao. Lakini niliposikia kwamba ni joto na Simba wanatokea Dar es Salaam nikashtushwa kidogo, lakini tunasubiri kuona nini ambacho kitatokea. Ila mpaka sasa ambapo nazungumza na ninyi, maandalizi yanafanyika ni makubwa. Nimepata jana kuona mashabiki wengi kweli wakipokea Simba kutoka uwanja wa ndege mpaka hoteli ambayo ilifikia, na wana viongozi wao ambao tulizungumza nao, wana mikakati na mipango mizuri ya kuhakikisha wanahamasisha Watanzania wote ambao wanaishi hapa Afrika Kusini kuhakikisha wanakuja Durban kuisupport Simba. Lakini si kwa wageni tu kwamba wana mpango huu, hata Stellenbosch na wao wanaendelea na mikakati kadhaa. Ukumbuke hii si timu yenye mashabiki wengi, kwa hivyo wanapambana na wao kukusanya mashabiki wengi zaidi wa timu tofauti, na wanaandaa logistics za usafiri ili kuweza kuwafanya wafike uwanjani. Unajua uwanja wenyewe ambao utatumika wa Moses Mabhida, na ni huu hapa, labda nikuonyeshe kidogo hapa kupitia hii simu. Hauko mbali sana na hoteli ambayo nipo. Yaani kutoka hapa mpaka uwanjani ni mwendo wa kwenda kwa mguu tu, kama ambavyo unaona. Uwanja ni huu hapo wa Moses Mabhida, ndio uwanja ambao utatumika kwenye mchezo wa weekend hii kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba. Ni uwanja ambao una uwezo wa kubeba mashabiki takriban 55,000. Lakini kwa Stellenbosch walivyo na ukubwa wa timu yao, kuna ugumu kwamba wataweza kujaza uwanja wote. Kwa hivyo maswali ni mengi na kila mmoja anajiuliza kwa nafasi yake itakuwaje. Lakini bado hamasa ni kubwa, kwa sababu jana baada ya timu kufika Simba hawakupoteza muda wa kulaza damu. Walifika jioni saa 12 kwenda saa 12:30 na hawakulala,
Wakalicharge energy kidogo kwa kula vitu vyenye kuweza kuwapa nguvu kama ndizi na nini. Baada ya hapo wakaenda kwenye mazoezi ya gym kwa ajili ya recovery. Na ratiba ya leo kwa mujibu wa nilivyotumiwa, wanaamka saa 5:20 kujiandaa, na saa 5:30 mazoezi ya gym yataanza. Watafanya mazoezi ya gym. Baada ya hapo saa 9 kamili jioni watakuwa wanaenda uwanjani kwa ajili ya mazoezi yao ya kwanza wakiwa hapa Durban, Afrika Kusini, kuelekea kwenye mchezo wa weekend hii dhidi ya Stellenbosch. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza mazoezi saa 11 jioni, watakuwa na mahojiano mafupi na waandishi wa habari. Baada ya hapo watakuwa wanarejea hotelini. Kwa hivyo kwenye logistics zote na kwenye matukio yote hayo muhimu, sisi tutakuwepo kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata chochote ambacho kinaendelea hapa, kutoka kwa viongozi mpaka timu hadi wachezaji, ili kuweza kujua, kwa sababu tuko hapa ili kumwakilisha Mtanzania awe kama yupo yeye, kuona kila ambacho kinaendelea na kila hatua ambayo Simba wanaifanya kuelekea mchezo muhimu ambao si kwamba umebeba tu matokeo mazuri ama hatima nzuri kwa Simba na wachezaji, lakini pia umebeba historia na rekodi ya aina yake kwa Watanzania na Tanzania nzima kwa jumla. Kenneth Moses, katika msafara wa Simba ambao upo hapo Durban, Afrika Kusini, kuna wachezaji ambao pengine mashabiki wa Simba walikuwa na wasiwasi hivi, Shamu pamoja na Shefondo Malone. Je, wapo katika mazoezi ya Simba kwa utimilifu kabisa, au wao wamekiwa katika mazoezi yao ya taratibu kwa sababu waliondoka wakiwa na injury? Hali zao zikoje? Wachezaji wote ambao umewataja kwa maana ya Shamu pamoja pia na Shefondo Malone na wengine wote nimewaona jana, wote wapo. Na kwenye hayo mazoezi ya gym wote wameenda jana, walikuwepo na wamefanya mazoezi ya gym. Sasa unajua pia timu ikiwa gym disturbance haitakiwi sana, kwa hivyo hatukufanikiwa kuingia, lakini baada ya pale niliona wamerudi, wakafanya mazoezi, wamerudi. Nadhani mazoezi ya kwanza leo yatatupa picha halisi, kwa sababu nyota wenye majeraha huwa wana program maalum, hawachangamani na wale nyota wengine ambao wanafanya mazoezi ya kawaida. Na leo atakuwa ni mazoezi yao ya kwanza hapa Afrika Kusini, Durban. Kwa hivyo baada ya mazoezi yao ya kwanza leo, basi nashaka tutakuwa na picha halisi, kwa sababu muda huo pia tutakuwa tumeshazungumza pia na semaji Ahmed Ali, miongoni mwa vitu ambavyo tutataka kufahamu kutoka kwake. Lakini picha halisi pia tutaiona kwenye mazoezi ambayo watafanya uwanjani. Kama kweli watakuwa wameungana na timu, maana ni kwamba watakuwa na mazoezi ya pamoja na timu. Lakini kama watakuwa bado hawajafika kwenye utimamu ule wa kimwili, maana lazima watakuwa na programu maalum. Kwa hivyo tukifika uwanjani leo baadaye kwa majira ya saa 9, tutaona kama je, wana mazoezi maalum au wana programu maalum ya kwao, au wako na timu moja kwa moja na pengine tayari kuanza kutumika na kwenye mchezo unaofuata. Na hili linahakika kwa sehemu moja litathibitishwa pia na kocha ambaye leo hii tutazungumza naye. Kenneth, mimi nikushukuru sana na kuwatakia kila la kheri hapo Durban, na tutakuwa tunatafutana kuweza kupeana zile ambazo zinajiri. Kama ulivyosema, leo ndio wanakwenda katika yale mazoezi ambayo yatatoa sura sasa kuelekea katika mchezo huu ambao utapigwa siku ya tarehe 27. Shukrani sana Aidi Salum Kidedea, na nawatakia kila la heri hapo studio. Amen, shukrani sana. Rashid. Naam. Umepaona Durban? Napajua. Unapajua? Unapajua kwenye ramani, kijiografia au unapajua kwa kufika? Na ndio maana nilimwambia toka jana, Durban kama Dar es Salaam. Wewe umeona pale juu kuna feni. Ulisema kuna miji mingine kwa sababu ya baridi ni aghalabu sana kukutana. Yani sasa wewe mji wenye baridi unaweza kuweka feni. Kuna air condition. Yaani kwanza pale umeona kuna feni yani. Feni yani maana yake lile ni joto, yani pale kuna joto. Kwa lazima uwashe feni kipupu kidogo. Kwa ndo hali ya Durban. Unajua. Ndo mazingira, kwa sababu Durban imezungukwa na bahari ya Hindi. Unaelewa? Na ndo mji pekee Afrika Kusini unapata ugonjwa wa malaria. Hamna sehemu yote zaidi ya kupata malaria. Miji mingine sehemu kubwa ni baridi. Mbu haiwezi kukaa. Alafu unajua wale Stellenbosch wakati walivyokuja hapa wakiwa wanafanywa interview, wakati mwingine wasema tumefika huku joto, hali ya hewa, yani kana kwamba hali ya hewa kwao nzito, joto. Lakini mwenzetu Kennedy hapa amezungumza kwamba nyuzi joto 16. Kwani sasa hivi Dar es Salaam ni joto baridi? Iko kawaida. Ila kwa Dar ni baridi. Yaani kwa Dar sasa hivi ni baridi. Yaani hii ni hali ambayo sisi tumeizoea. Tunatamani tuishi nayo mwaka mzima, si ndio? Una kipindi hapo tunakaa tu kwenye hotpot. Joto. Muda wote makaratasi, makofi. Au unaogopa? Anatembea na vifeni hivi. Sasa hivi ni baridi, maana yake sasa hivi hata Dar es Salaam unaweza kula sweta kama hivi.
leo hapo una relax. Ulama amekula zake kuna kipindi hapo sweater hili bila hii bila kiubaridi angevaa kwa sababu ya ofisi na ndani huko. Maana kuna kipindi tu unaweza ukaenda zao huko ofisini kwa mtu una kipupu hata kama story unajiweka ili upate unyunyu. Kwa hiyo ni hali ambayo Dar es Salaam inatokea. So hata anachokisema hiyo ya Deben kwa sababu ni situation ambayo tunaipitia Dar es Salaam. Hali ya hewa inayotengenezwa na bahari ya Hindi ndio ambao pia na wao wanaipata. So unaelewa. Kwa hiyo ni hiyo situation yao kuwa na baridi na sikuwa na baridi. Sio kitu ambacho kinaweza kuaffect. Uwanja unachukua watazamaji takriban 55,000. Sasa wanaanza kuwa na mashabiki 55,000. Wao mashabiki 55,000 Mamelodi hawana. Wana kodi watu. Unaelewa. Au Mamelodi wanasema kiungai kwamba Mamelodi wakitaka watu wanatangaza bure Yaani au Mamelodi wakitaka mechi wanatangaza bure. Johnny bure. Watu wanakuja nunueni jezi zetu wananunua jezi. Sasa Sterling Bosch wanasema ukinunua jezi tu unaingia uwanjani. So mi kusema kweli nakwambia Simba na advantage kubwa sana ya kunufaika kwenye huu mchezo wa second leg. Na unajua kitu kikubwa tofauti ya Stellenbosch na Simba Sports. Simba mchezaji au kocha akisajiliwa au akipata nafasi ya kufanya kazi na Simba, yani yeye automatic anakuwa na deni na club. Unaelewa? Ni kutokana na malengo ya club. Yani ile football heritage ya club inakuwa inakudai. Lakini Stellenbosch, unaelewa, sio club ambayo ukisajiliwa end of the season utaambiwa unadaiwa si Nedbank, unadaiwa sijui PSL, unadaiwa sijui Champions League, unadaiwa sijui Confederation Cup, unadaiwa sijui makombe yao na majina yao ya ovyo ovyo hivi. Unaelewa? Sio club ambayo end of the day utadaiwa. Lakini Simba ukisajiliwa Simba utadaiwa ligi kuu, utadaiwa FA, utadaiwa kufanya vizuri Champions League, utadaiwa kufanya vizuri. Na tumekuwa tukishuhudia makocha wengi wakifukuzwa kutokana hawajafika level ambayo uongozi unahitaji. Wakiishia tu ya makundi moja kwa moja umekuwa kama umeshajiondoa katika mchezo. Kwa hiyo huo ndio tofauti. Yaani huo ndio tofauti kati ya Stellenbosch na Simba Sports. Na katika michezo mitano tuangalie kwa timu zote mbili, tukianza kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambao walipata ushindi wa mechi iliyopita dhidi ya Stellenbosch, lakini wakapata ushindi tena na Al Masry magoli 2-0. Na wao wakapoteza Simba dhidi ya Al Masry mabao 2-0. Wakapata ushindi dhidi ya Dodoma Jiji 6-0 na wakashinda dhidi ya Coastal Union mabao 3-0. Lakini mechi 5 za wapinzani wao Stellenbosch ni walipoteza dhidi ya Simba na wakashinda wao dhidi ya Amazulu bao 1-0 na wakashinda dhidi ya Zamalek bao 1-0 wakiwa ugenini, wakaenda bila na Zamalek pale nyumbani kwao mchezo mkondo wa kwanza huu, lakini wakapoteza dhidi ya Magesi bao 1-0. Takwimu zao ukiwatazama kama 50-50 hivi. Ni timu ndogo. Yaani ni timu ndogo, yaani sio timu kubwa. Kama hao Magesi. Hao Magesi wamekuwa promoted. Magesi msimu uliopita. Uelewa? Sema wamekuja vizuri, wanawashangaza, wanawafunga Stellenbosch, wanawafunga Kaizer Chiefs, wanawafunga Super Sport. Yaani ni kitimu fulani hivi ambacho inawezekana kina watu wakali ambao watu watawatazama kwa jicho la tatu msimu huu, then wataondoka. Watarudi kwenye hali yao ya kawaida. So Stellenbosch sio timu ambayo unaweza kusema inaweza inazungumzwa kwenye ukubwa au ni timu kubwa ambayo ukiitaja unashangaa. Yaani mimi deni ambalo nilikuwa nimewapa Simba msimu huu la kucheza finali bado liko pale pale. Liko pale pale. Ni kwamba kutokana na timu nyingi ambazo ziliingia kwenye kombe la shirikisho msimu huu, nyingi zilikuwa ndo malao ya kwanza. Nyingi zilikuwa malao ya kwanza. Kama Port 4. Nakumbuka Port 4? Ambao Port 4 lote lile ndo malao ya kwanza kucheza. Kweli. Port 4 lote lile ndo malao ya kwanza kucheza kombe la shirikisho. Port 3 miongoni mwao ni huyu Stellenbosch. Port 3 timu mbili ndio malao ya kwanza kucheza.
Sio leo. Kumwacha Jarafu sio na nani mwingine yani wawili walikuwa ndio mara ya kwanza. Unaelewa? Kuna Lunda Su. Yani unaelewa? Sasa unakuta hasa ukiangalia kwa experience walikuwa nayo Simba, experience walikuwa nayo Zamalek, experience walikuwa nayo Berkane na timu zingine zenye mfanano huo, unaelewa? Unaona kama Simba alikuwa na nafasi kubwa ya kufanya vizuri kuliko mtu mwingine. Unaelewa? Na ndio maana hichi kipigo ambacho anakitoa Berkane sio kwamba anakitoa kwa bahati mbaya. Yaani wale anaokutana nao ni kawazidi kweli. Si unanielewa? Na ndio maana anakufuata nyumbani kwake Stellenbosch kala 3 kwa Berkane. Na walikuwa yani walikuwa kama yani hao wakati wanacheza na Berkane hiyo mechi kama ulikuwa unaangalia, unaelewa? Yani ukiambiwa hapa nani yuko nyumbani? Unaweza ukasema Berkane ndio alikuwa kote nyumbani. Yani alikuwa nyumbani. Yani wale walikuwa kama yani walikuwa kama walinzi wa depo. Yani muda wote yani wao Stellenbosch. Sasa kwenye mazingira kama hayo wanaweza kuwa surprise Simba. Unaelewa? Kwa sababu wanasema mtu kimjua unakuwa unafahamu na namna ya kudili naye. Unaelewa? Inawezekana labda pengine baada ya kucheza na Simba mechi ya kwanza wanaweza kaona okay, kumbe ubora wa Simba uko hapa, kuna watu fulani ndio hatari. Tofauti na kutumia CD ni tofauti na kukutana na mtu physical. Unaelewa? Kwa hiyo kuna namna Stellenbosch wanaweza kupata wakati wana analyze hiyo mechi wanaweza kutumia mfano wa mchezo uliopita. Reference ya mchezo uliopita ni kitu gani waende kukifanya. Maisha yanatokea. Stellenbosch kaitoa Zamalek. Unaelewa? Na Zamalek ni wakubwa kuliko Simba Sports Club. Mabingwa watetezi. Si ndio? Mabingwa watetezi. Sema tu ndio hiyo bahati mbaya, Zamalek atakuwa na bahati mbaya, anakuwa anafungwa na timu ambazo hazina majina. Kafungwa na Simba kipindi kile, Simba timu ndogo kabisa. Kaja kufungwa na Stellenbosch timu ndogo kabisa. Sio, unaelewa? Ni kama wanasema nini? Tuila ngomani. Ndio Zamalek. Lakini so far ni timu ya kawaida Stellenbosch. Ndio. Lakini Simba hawapaswi kuwabeza kwa kiwango kile. Wanapaswa wanatakiwa kuipa heshima nusu finali. Bila kuangalia kwamba huyu ni mdogo. Ili hatua tu kipa heshima nusu finali. Unaweza kwenda kupata matokeo mazuri. Lakini wasiwabeze. Na naamini Simba hawezi kufanya hivyo kwa sababu wana majuni ambao na wenyewe wanajifunza kutokana na deni la klabu mimi nikitazama zile takwimu za michezo ya Stellenbosch na michezo ya Simba na uona utofauti mkubwa sana. Na utofauti ambao nauona ni kwenye eneo la magoli. Licha ya Stellenbosch kufungwa goli moja au mchezo mmoja dhidi ya Magesi, hata katika michezo ambayo anashinda azidi magoli 3 kushinda yeye. Hata mchezo ambao anashinda amemfunga Amazulu anayofungwa kwa na Berkane anafungwa goli moja. Berkane kampa 3. Sio anasema anafungwa michezo ya Berkane. Yaani ukiondoa michezo ambayo amecheza, ambayo amefungwa utakuta amefungwa goli moja, kashinda goli moja, kaenda bila. Ukiangalia hiyo takwimu ya magoli ambayo anafungwa na anayoshinda, takwimu ya kufungwa anafungwa mengi kuliko na anayoshinda. Kwa hiyo hii ni advantage kubwa sana kwa upande wa Simba ambao wana goli moja ambalo walilipata katika uwanja wa nyumbani wa Amani. Kwamba hii ni timu ambayo haiwezi kufunga zaidi ya magoli 3 katika mchezo mmoja. Kutokana na takwimu ambazo tumeziangalia katika michezo iliyopita. Hawana huo wastani wa dakika 90 wa kukufunga goli 4, goli 3. Kwa hiyo kama hapo kabla hujaendelea, ina maana kama ingekuwa mnyama angepata mtaji mkubwa wa magoli. Ilikuwa bye bye. Ndio kashamaliza. Kwa hiyo mechi ilikuwa inamalizikia hapa. Alikuwa kashamaliza. Ni vile tu tulivu na bahati sometimes inatokea. Bahati. Ni kama unamwona awali kama akakutwa na jinamizi. Lakini inatokea. Lakini ilikuwa ndio shughuli inamalizika. Inatokea. Mimi usimlaumu. Kama alivyofanya wameshakuwa wachezaji wakubwa kwenye nafasi kama hiyo. Shule alimalizia pale Afrika Kusini. Bali imeisha. Ile 3-1 kabla So kwa hiyo ukizitazama takwimu za Simba zinaweza pia zikakupa nguvu ya kusema kwamba hata kama wanashinda wakiwa nyumbani wakiwa ugenini, lakini wastani wao wanavuka magoli 2 na kuendelea. Kwa hiyo hata wakiwa wanacheza huko Durban kwa maana Afrika Kusini, Stellenbosch akikaa vibaya anaweza akafungwa hata goli 2
kwa sababu takwimu za michezo iliyopita Simba wamekuwa na huo wastani mzuri wa kufunga magoli mengi. Kwa hiyo ukitazama takwimu tu zinaweza kupa picha kwamba Stellenbosch sio timu ambayo inaweza kufunga magoli mawili plus. Labda atakuwa ndo mchezo wao wa kwanza katika michezo mitano iliyopita. Sio timu ambayo haiwezi kufungika kama ambavyo watu wengi wametengeneza hiyo picha kichwani. Ukitazama hata katika michezo ya Afrika Kusini ambayo wamecheza kwa upande wa ligi, ni timu ambayo pia imeruhusu wavu wake kuguswa zaidi ya mara 17. Kwa hiyo sio timu ngumu kiasi cha kwamba bwana wakienda kupaki basi hawafungiki. Watu wengi wanatoa mfano katika mchezo mmoja dhidi ya Zamalek ambao watu wanatazama sana mchezo kufungwa goli hata moja, lakini rudi katika michezo ya nyuma ni timu ambayo inaruhusu wavu wake kuguswa hata kama wanashinda au hata katika michezo mitatu ambayo wamecheza mfululizo. Kwa hiyo Stellenbosch wanafungika. Stellenbosch sio timu ambayo wanaweza kufunga wastani na magoli 3 kuendelea juu. Okay. Rashid, watu wanasema goalkeeper namba 1 hakucheza ile mechi ya hapa. Kwa nini atapunguza nini? Lakini nakuja pale. Lakini yule namba 2 mbona kama ndo namba 1? Asante. Namba 2 ana sifu mkubwa pia. Goalkeeper kashaingia kwenye Puskas Award. Ana miaka 31. Au kama kipa alikuwa kwenye Puskas Award. Oscar Masukule. Kwanza kipa mdogo yule. Kipa mkubwa sometimes inatokea. Unajua viwango si vinapanda na kushuka. Vile alivyokuwa anatema vile. Atemei karibu, anatemea mbali ukauchukua tena ndio. Ukatafutie kule. Mita 18 kule. Goalkeeper mzuri katika mipira ya kutema. Yule ambaye anauondoa katika eneo la hatari kabisa, goalkeeper mzuri sana. Alitoa moja ya mpanzu. Ikaenda mbali sana. Lakini goalkeeper wa kawaida si ana. Lakini ukimtazama goalkeeper ambaye alianza katika mchezo wa Simba, Oscar Masukule, mwili wake ni mzito. Ukifuatilia hata bao ambalo alilikosa Jancha Zawa, alikuwa anafikiria sana kwenda. Alipokwenda akajiona ameshachelewa. Baada ya kujiona ameshachelewa ndo akapigwa chenga, goli likawa liko wazi. Ni maamuzi sasa ya au afunge kwa staili gani. Kwa bahati mbaya akapiga nyavu ya pembeni. Lakini ni ukitazama hata matukio mengine ambayo unasema Simba walitakiwa kupata goli, ni bahati tu ambayo labda Oscar anakuwa katika position sahihi na mpira anakutana nao. Lakini ni goalkeeper ambaye mwili wake na movement zake katika boxi ana uzito fulani ambao kama Simba wakiugundua wanaweza kuwa nao karibu na kuenda kumwadhibu. Uzoefu ni swala ambalo amekuwa akilitumia kwa muda mrefu kwa sababu umri pia unamata, miaka 31. Amecheza katika level ya juu sana kwa muda mrefu. Muda mwingine goalkeeper anaondolewa katika nafasi ya kwanza kutokana pia na mwalimu pia approaching yake anakuwa anacheza vipi. Okay. Tukiwa bado tunaangazia mchezo huo, na ikumbukwe tu Simba ndio wako kule tayari wamekushafika, na mwanamichezo ambaye mara nyingi tumekuwa tukizungumza naye kutoka Afrika Kusini, Fortunatus, yeye alikuwa akizungumza pia na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba, Ahmed Hali. Twende tukasikilize kile ambacho alikuwa akizungumza. Karibu sana. Asante sana. Kwa mara nyingine bwana, uko katika jiji la Johannesburg katika uwanja wa ndege wa kimataifa OR Tambo, mahususi kabisa na Simba Sports. Hebu watoe ile imuhemuhe wa Tanzania kidogo, wana mashaka fulani hivi. Mmejiandaa vipi? Tuambie Simba iko vipi hapa? Sisi tumekuja kufuzu kwenda finali. Hicho ndio kitu ambacho tunapenda kuambia Tanzania, straight enough, bila kupinda pinda. Tumekuja katika ardhi ya Mandela kuja kufuzu kwenda finali. Maandalizi yetu ni makubwa, maandalizi yetu ni mazuri, na imani inatuambia kwamba tunakwenda kufuzu. Ubora tuliokuwa nao, uzoefu tuliokuwa nao, na maandalizi ambayo tumeyafanya, tuna uhakika mkubwa mnyama anakwenda finali. Hatuko tayari kwa namna yeyote ile kuzuiliwa kutimiza malengo yetu na timu aina ya Stellenbosch. Tumeshakuja hapa dhidi ya Orlando tukaanguka. Tumekuja hapa dhidi ya Kaizer tukaanguka. Hatukujilaumu kwa sababu walituzidi ubora timu hizo mbili kwa maana ya Orlando na Kaizer. Huyu Stellenbosch ni aina mpinzani ambaye tumemzidi kila kitu. Ni aina mpinzani ambaye tunamudu kwa 100%. Na ndio maana kauli yetu sisi inasema kwamba tumekuja Afrika Kusini kufuzu na tutafuzu kwenda finali kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Mwalimu amerejea nyumbani kwake, yeye pamoja na benchi lote la ufundi. Anataka kuja kutengeneza heshima hapa nyumbani kwao. Hapa Afrika Kusini hajafanya kazi sana, kwa hiyo wengi bado hawamtambui kwa kiwango kikubwa sana kwenye eneo la coaching. Kwa hiyo amekuja safari hii kuja kuonesha Afrika Kusini yeye ni nani. Amekuja yeye ni mtoto wa Cape Town, na amekuja kuizamisha Cape Town hapa katika ardhi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo peke yake mwalimu inampa nguvu ya kupambana. Anakwenda kucheza mbele ya majirani zake, mbele ya marafiki zake, mbele ya ndugu zake, lakini wakati huu akisimama kuwa adui ya watu wake wa karibu. Na hiyo inatupa nguvu sisi ya kuona kwamba tunayo kila sababu ya mnyama kwenda finali. Tunachokiomba, tunachokihitaji ni support kutoka kwa Watanzania wengi ambao wanaishi hapa Afrika Kusini, wale wa Joburg, wale wa Pretoria, wale wa Port Elizabeth, wale wa Cape Town, wa Durban. Kwa pamoja tukusanyikane katika mji wa Durban, twende tukaiunge mkono Simba yetu. Na ukiangalia sisi ni wengi kuliko mashabiki wa Stellenbosch. Kwa hiyo naamini tutakwenda kuteka uwanja wa Moses Mabhida. Sisi tutakuwa wengi kuliko wao. Yes, ukanda mzima wa SADC. Naam, Zimbabwe, Zambia, wote tunawahitaji Durban tarehe 27. Naam, ushindi wa Simba, ushindi wa taifa la Tanzania. Semaji? Yes. Sina mengi. Karibu tena. Fortunatus huyo, tabasamu kubwa dhidi ya msemaji wa Simba, meneja wa habari na mawasiliano Ahmed Ali. Ahmed anakuambia wanaenda kufuzu finali. Maneno wakati mwingine yanakuwa na hamasa, yanakuwa na faraja. Maneno naumba. Maneno ya naumba. Na tutakuwa kuletea taarifa kuhusiana na wekundu wa Msimbazi. Na hiyo ni picha ya juu wakati wanawasili Durban wakitoka Johannesburg. Rashidi, unaona ile dirisha umeliona ile chini. Unakumbuka nini wakati ukiwa katika hii chuma afu unatua hivi? Ukiwa umekaa karibu na bawa hili. Lakini ukienda kwa chini unaona kama nani tu. Kama mkoa fulani tu. Unaona chini hivi. Si mkoa tu. Kama unavyoenda kina Lukai ya Kigoma tu kule ziwa Tanganyika. Ndio. Unaona na ramani ukiwa juu Hili ndio ile bahari ya Hindi Rashid ambayo tunazungumza Okay. Shabiki wa viwanjani. Dar es Salaam tu hapo kama unaenda Mlimani City. Si ndio baba iko safi kama hivyo kaka? Kama unaenda? Kama unaenda Mlimani City tu. Kama unaenda Mlimani City. Hizi njia ngapi pale? Njia ngapi hizi? 4 zile. 4, 1 2 3. Kwenye hilo tu, kwenye hilo wametuzidi. Pana baba. Mimi nimesema tu Rashid. Nimesema njia ngapi zile? Na hizo pia si mbili. Hizi njia mbili za kwenda. Hizi njia 3. Kikubwa ni atuangalie ubora wao. Mji ambao umekaa Rashid, naona ukiutazama unakumbuka mji ambao unauza sana magari. Mji wa Durban unasifika sana kwa kuuza magari. Okay, ndio biashara yao kubwa. Ndio biashara kubwa magari. Kimandhari nzuri sana. Mimi nilichopendea ni usafi, unajua. Afrika Kusini yote safi kaka. Kasoro huko ndani huko. Vijiji. Kwani miji yote ile kwa nje kwa ndani si safi, ndani ndio mashaka. Miji yote. Wewe Tanzania kuna miji mingine ukikaa unafikia kama mfano kama unaenda Mbinga. Kuzuri shekhe. Mbinga kuzuri? Kuzuri. Mbinga unataka rangi ukajikuta ukisimama barabarani dakika 2 unakuwa kama nini karoti. Mji wa Durban ukiwa barabara zake na mandhari yake, unaona jinsi ambavyo unapendeza. Mji ambao tayari umeshaupokea ugeni wa Simba, mnyama mkali wa mwituni katika mchezo wake huo wa nusu finali. Rashidi, kama ingekuwa sio ubizi ungekuwa ushaenda kule. Finali inshallah. Finali kwenda Morocco. Finali kama zile unakaa kwenye pipa lile afu unashuka pale. Unapenda sana finali ya kwanza inaanza wapi? Inaanzia kule. Inaanza Dar es Salaam. Inaanzia kule. Morocco. Inaanza Morocco. Afu nakuja kumalizia hapa. Kwa Mkapa. Finali ya kwanza inaanzia kule. Tayari sana. Picha nzuri sana bwana. Nimependa sana. Tumekuwa sasa hivi kusema kweli, yani tumekuwa. Tunafika sana. Sana. Yani mpira wetu umefika mahala watu timu zinaenda zinaogopwa. So mchezo. Ni hatua kubwa. Yani ilifika
miaka ya nyuma ilikuwa ni Simba Yanga wakienda wajua tunaenda kuja kote tunajipigia tu wao wanaondoka, lakini sasa hivi sio hivyo tena. Ya, lazima wajiandae. Umeona kama vile Mamelodi waliwadhulumu Yanga Afrika. Wale walizulumu. Sababu Mamelodi walizulumu. Mamelodi waliwadhulumu Yanga Afrika. Kwa sababu ile ilikuwa kupata ile goli lile kwa goli halali. Rais Musepe alikuja akasema ni basi tu kwa sababu nyinyi mnapenda teknolojia yenu ya VAR. Ile goli. Asa hivi kwenye VAR anakaa Gift Match na Lukai ya Mbugita. Afu wamekaa pale wanaamua. Halo mimi ile teknolojia sijai kuelewa. Mugai Kiungai. Tukiwa bado tuko hapo katika michuano hiyo, tumezungumza vizuri sana. Mwisho sasa kabisa, Kennedy amesema timu ikifanya mazoezi kidogo kutakuwa na taswira kwamba nani wataelekea kwenda kucheza hiyo mechi. In case kama Simba wanakosekana wambeki wawili wakati. Option ya mwalimu Fadu Davis, unaona nani ambaye anaenda kutumika kucheza eneo la kati? Ni mtihani mgumu kusema nani ambaye anaweza kwenda kureplace hao ma center back ambao wameonyesha kuwa na ubora mkubwa sana na uzoefu wa hali ya juu. Chamalon nilipata taarifa ambazo ni nzuri kwa upande wake kwamba huenda akawepo katika mchezo huu au mchezo wa fainali. Huenda kwa hiyo hali yake ya mwili pamoja na utimamu wa mwili unaendelea kwenda kwa kasi sana. Chamu Karabu hakuumia sana wala kupata majeraha ya kutisha. Ni ule uangalifu tu ambao mwalimu alikuwa nao pamoja na benchi la ufundi kwamba huyu ameonyesha kama anachechemea, anaonyesha kama ana majeraha, hebu tumtoe kama angalizo lisije likawa jeraha kubwa kama tukiendelea kumwacha uwanjani. Kwa hiyo ni swali gumu sana kujibu kwamba nani anaweza kwenda kukaa au kufiti katika hiyo nafasi, kwa sababu ukitazama wachezaji ambao wamesafiri, ukitazama pia na experience player katika eneo la center back, moja kwa moja ni hao tu wawili ambao mmoja wapo anatakiwa kuanza ili kuwe na utulivu na ile hali ya kujiamini kutokana na kile ambacho wamekionyesha kwa msimu mzima. Chamalon best defender kwa upande wa kosti ya Simba, mchezaji ambaye toka katika klabu ya Cotton na alikuwa mchezaji bora katika ligi ya Cameroon. Chamu Karabu namuona hata ujio wake katika kosti ya Simba ni mchezaji ambaye hajapata nafasi sana, lakini pindi tu anapopata nafasi kuna kitu anakiongeza, hasa katika eneo zima la utulivu, umakini na kuwaongoza wenzake ambao wanawatazama mbele, kwa sababu ni beki ambaye anaweza kucheza kama mkoba kwa maana namba 5 na ni beki pia anaweza kucheza kama namba 4 kutumwa, kwa sababu ni beki ambaye ana timing nzuri na ananusa pia hatari sehemu gani ambayo anaweza kuwepo, na katika mipira ya juu yuko comfortable. Ni nadra sana kukuta mlinzi walinzi wachache sana wanakuwa comfortable kupiga mipira ya juu hata kama ni mrefu, lakini unaona magoli mengi sana yakizalishwa katika eneo hilo. Lakini mtazame Chamu Karabu jinsi ambavyo anakuwa comfortable mipira juu inapokuja katika eneo la box la klabu ya Simba, anaiokoa na bado unaona anatamani kuendelea kuiokoa. Nakumbuka kocha Jose Mourinho alishawahi kuzungumza kuhusu walinzi wa Juventus wa kipindi kile, namzungumza Cellini au namzungumza na Bonucci, kwamba ni walinzi ambao wanafurahia kulinda au kukaba katika dakika 90 ambazo mchezo unakuwa. Rashidi, kwa uchache sana kuna walinzi wawili, mmoja ana hold mpira, anajiamini sana katika penalty area, na mwingine mpira unapokuja katika eneo lile yeye hataki kukaa na mpira, ni kuondosha ulipotoka urudi huko. Yupi anakuwa mlinzi mzuri? Tego. Kachidi kazi kwako. Mimi napenda mchezaji ambaye anajiamini. Unapenda mchezaji ambaye anajiamini? Abutui mpira wewe. Mimi swali langu liko hivi. Hujaelewa swali langu, mchezaji defender ambaye anajiamini mno katika penalty area. Si ndio na mchezaji ambaye mpira unapokuja katika lile eneo la penalty area, sio sehemu ya hatari, hataki kuuona pale, unarudi anakisha unarudi ulipotoka. Yupi defender mzuri? Swali liko hapo tu kidogo. Yaani kwa nature ya rules za football, center back sio mtu ambaye anatakiwa kuwa na mambo mengi.
kwa nature ya football. Sio mtu ambaye anatakiwa kuwa na mambo mengi. Lakini football hiyo kwenye modern football kwa sababu walimu wengi kwenye modern football wanataka mpira uanzie eneo la ulinzi. Kwa hiyo maana yake unahitaji kuwa na defender ambaye ana confidence ya kutosha ya kuanzisha mashambulizi. Sio, unanielewa? Miguu yake itetemeke. Yani sio mtu ambaye ana hofu. Na hata sifa hata huyo ambaye anauondoa sio kama anasemeka. Yani ndio sifa yake ndivyo alivyo. Sasa ni kuwa na kitu cha ziada. Unapoutoa utarudi tena. Yani dakika 90 kazi yake ndio hiyo. Ni kuwa na kitu cha ziada. Unajua, lakini yule mwenye confidence na mfano hivi. Watu wanasema hivi. Labda hapo. Yule kujiamini sana katika kila jambo. Kujiamini sana kupitiliza unafanya makosa. Chochote kile ambacho kikifanya wasema too much is harmful. Na mimi ndio nilikuwa hapo. Yule anajiamini sana. Sana maana kupitiliza. Kwa hiyo kwa ambaye anajiamini sana. Lakini ukiangalia Rashid hujanijibu bado. Rashid uko unazunguka. Lakini au umezungukia kwa yule ambaye hapana, mimi nilichokwambia ni kwamba yani kwenye nature ya football center back ataki kuwa na mambo mengi. Unaelewa? Ataki kuwa na mambo mengi. Lakini kwenye modern football anatakiwa inamhitaji center back awe na kujiamini, hali ya kujiamini ambayo inaufanya mchezo wenyewe wa kisasa mashambulizi ya timu yake kuanzia kwake. Kwa hiyo wote muhimu. Sometimes wote muhimu, lakini tegemea na mwalimu anampenda nani. Wewe unampenda nani? Mimi bana kwa Simba au kwa nani? Sawa, kwa sababu ushasema. Kwa Yanga nampenda Dickson Job. Kwa Simba kwa Simba nampenda Shefondo Malone. Shefondo Malone Shefondo yule kalabu ajibu. Kiungai? Mimi nampenda Abdulrazak Hamza. Abdulrazak Hamza. Sawa. Mimi mjaniuliza. Wewe unampenda nani? Tuelekee. Kalabu. Napenda yule ambaye unaokuja uliporudi. Wewe baka sasa. Ndio. Na michuano ya kombe la muungano inaanza leo visiwani Zanzibar, ambapo JKU jeshi la kujenga uchumi itakuwa mwenyeji wa Singida Black Stars saa 11 jioni kwenye uwanja wa Gombani pale Pemba. Singida Black Stars tayari imewasili kisiwani Pemba na jana ilifanya mazoezi yake ya kujiweka sawa kuelekea katika mchezo huo. Mwenzetu James Samuel amekita kambi katika kisiwa cha Pemba na ametuandalia taarifa ifuatayo. Pemba ni salama na atakaye na aje, ndicho unachoweza kusema kwa wakati huu hapa, ambapo michuano ya kombe la muungano kwa mwaka 2025 ni JKU jeshi la kujenga uchumi dhidi ya Singida Black Stars. Ni timu mbili kati ya timu 8 zinazoshiriki katika michuano ya kombe la muungano ambao wamepata nafasi ya kushinda taji hili. Young Africans akishinda mara 6, wakati kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM akishinda mara 1 mwaka 1988. Viongozi, mkuu wa wilaya ya hapa Chake Chake anazungumzia nini kuhusiana na matayarisho kwa ujumla kuelekea katika michuano inayotayari kuanza? Binafsi niseme mimi mkuu wa wilaya hii ya Chake Chake pamoja na wananchi wenzangu wa wilaya ya Chake Chake, mashindano haya ya kombe la muungano kwa mwaka huu 2025 tumeyapokea kwa mikono miwili na tuseme tumefarajika sana. Kwa sababu gani? Ni fursa ya kipekee ya kupata mkusanyiko kama huu, jambo ambalo linakwenda kuongeza kipato kwa wananchi wa wilaya Chake Chake, lakini na wale ambao wako nje ya wilaya ya Chake Chake. Niendelee kuwaomba wafanya biashara, wajasiriamali, hii fursa ambayo tumeipata kwa mwaka huu 2025 basi tusiipoteze, tuitumie vizuri ili litakapokamilika kombe letu hili la muungano kwa mwaka huu basi kila mmoja awe amefarajika na ujio wa kombe hili. Kiujumla niendelee kuambia Watanzania wote wajitokeze kwa wingi. Lakini wale ambao wako hapa niwaambie tushikamane kuhakikisha tunahudumisha muungano wetu, kwa sababu muungano wetu ndio tunu yetu. Tulikuwa tuko katika maandalizi ya kukamilisha mkandarasi kukamilisha ujenzi, lakini kwa asilimia kama 90 na baadhi ya vitu vile vya msingi tayari vishakamilika na vimebakia vile vichache.
Sasa kwa mazingira hayo, na ndio maana sababu ikaletwa mashindano yaje kufanyika huku Pemba. Lakini kwa kiasi fulani, kwa kujiandaa na mashindano hayo Mapinduzi Cup, tupo kwenye asilimia kama 99.91. Sasa hizo zilobakia chache hizo, maana yake tunasubiria tufanyie zile tunasema final touch, ambayo hizi tutazimalizia leo, kila kitu kitakuwa kishakuwa tayari kwa ajili ya kuanza mashindano yetu kesho kuyazindua. Kwa sasa timu zikiwa zinawasili hapa Pemba kwa ajili ya michuano hii ya Kombe la Muungano. Jambo pekee la kusema, yoyote anakaribishwa hapa Pemba kwa ajili ya kushuhudia michuano hii ya Muungano. Mashindano haya sasa yakiingia rasmi kwa mwaka 2025, mchezo kati ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU dhidi ya Singida Black Stars. Kumbuka michuano hii, nani atakwenda kubeba michuano hii ambayo ilianza mwaka 1982 kwa Pan Africa kuweza kushinda taji hili. Kutokea hapa Gombani, Pemba, Zanzibar, Saidi Salim Msumi, Azam Sports. Kumradhi, mwanzo tulisema mwenzetu James Samuel, lakini ni Said Salim Msumi ambaye ametuletea taarifa, pamoja na kwamba wote wako kule visiwani Zanzibar katika kisiwa cha Pemba tayari kabisa katika michuano hiyo ya Muungano, michuano ambayo ilikuwa na umaarufu mkubwa sana miaka ya nyuma kabla ya kupotea hapa katikati, lakini sasa imerudi tena na tumeziona timu ambazo zimekushafika kule Pemba tayari kabisa kwa mashindano hayo. Rashid, umefika Pemba? Pemba hapana. Umefika Pemba? Papendi kwa sababu kuna Nungwi. Nungwi? Ule mkondo wa maji pale. Unasikia tu lakini hujapita. Sijasikia kile. Upite sasa kwanza. Ndio kitu ambacho hapana. Majaribio hayo taki. Mimi huwa sipendi. Sisi watu wa kufua tupende majaribio. Kiungai. Nitakuja kufika. Ndege sizipo bana. Ndege zipo lakini boti hapana. Boti hapana. Pata link. Kiungai. Naam. Ni mashindano ya namna gani ya Muungano kwa msimu kwa timu ambazo tayari zimekushafika pale Pemba? Ilipita miaka 22 toka mwaka 2002 mpaka 2024 mashindano haya ya kuchezwa kabisa. Na huu kimya uliongeza mvuto na matamanio ya mashindano haya ya kuchezwa. Mwaka jana 2024 tukaona yakarejea na yamerejea kwa kasi kubwa sana, na mashabiki wengi kujaa viwanjani, na timu nyingi ambazo zilitoka bara zilionyesha ushindani mkubwa, plus na timu nyingi ambazo zilishiriki kwa upande wa visiwani pia zilionyesha ushindani mkubwa. Tunaikumbuka KMKM, KBZ, JKU zilifanya vizuri, lakini mwisho wa siku ni Simba ndo ambaye aliweza kutangazwa kwa mabingwa kutokana na ushindani wake ulikuwa wa juu na ubora wa wachezaji na namna ambavyo ilijikomiti katika mashindano. Lakini msimu huu, kwa maana mwaka huu 2025 itakuwa ni mara ya pili mfululizo toka yarejee mwaka jana 2024, lakini bingwa mtetezi hayupo. Kwa hiyo mashindano haya yanakwenda ikiwa bingwa mtetezi hayupo, ambaye bingwa mtetezi yuko bize na michuano ya kimataifa na uwakilishi na uwakilishi wa kimataifa. Kwa hiyo tumezishuhudia au tutazishuhudia timu 4 kutoka bara, kwa maana Singida Black Star ambaye amechukua nafasi ya Simba, Coastal Union, Azam pamoja na Yanga ambao kwa taarifa ambazo nilizisikia kutoka kwa afisa habari wa klabu hiyo Alikamwe, timu inasafiri siku ya Ijumaa na timu itakuwa full mkoko. Hakuna mchezaji hata mmoja ambaye atasalia Dar, hata yule ambaye alikuwa na majeraha ataenda kuponea huko. Kwa hiyo kuna maalumat sana. Kwa hiyo ushafika kule Pemba, hata kama anaumwa Dar anaenda kuponea kule Pemba. Kwa hiyo anaenda kuponea kule. Inshallah tajitahidi finali nitaenda Gombani chake alafu kuna kisio kivuka kule ndo naenda Kojani. Kojani si ndo kwa teacher kule? Kojani au wapi? Kojani. Unajua teacher? Yule afikia kila Rashid Seif ule. Kwa kikofia ule. Kojani. Sawa, Rashid, kwa msema bingwa mtetezi yuko katika yuko bize, yuko na uwakilishi mwingine. Yuko bize. Na Yanga wanapeleka full mkoko. Azam tumewaona. Ila Singida. Singida na mchezo leo dhidi ya JKU. Kwa taarifa ambazo ninazo, wachezaji watatu hawatokuwepo wa Singida Black Star. Unamzungumza Maruf Chekei, Ibrahim Imolo pamoja na top scorer wao Jonathan Soa. Hao wawili walikuwa na injury hawa.
Nafikiri Ibrahim Imoro pamoja na Maruf Shakei. Sema Imoro naye anaumia sana sasa hivi. Fullback wa kushoto ule. Lakini kwa taarifa ambazo zipo sio za majeraha kutoka kwenye vyanzo vya club kabisa. Ni taarifa za masuala ya kiufundi. Kwa sababu Jonathan Soa hakuna taarifa yoyote ya majeraha, lakini hayupo kwenye kikosi ambacho kitakuwepo leo katika mchezo. Hakuna kiufundi. Ibrahim Imoro kiufundi. Sio taarifa ya majeraha. Ambao kuna mechi yani mwalimu kawapumzisha. Hiyo masuala ya kiufundi. Kwa hiyo kiufundi labda kuna wachezaji wengine ambao pia wanatakiwa wakapate nafasi ya waweze kufiti katika kosi. Inawezekana kwa sababu mechi ya Singida Black Stars na Coastal Union Imoro joka kupoteza nafasi. Imoro hakucheza ile mechi. Ni kama naye kapoteza nafasi. Singida Black Stars. Ambaye alicheza Gadiel Michael. Gadiel Michael. Ndio alicheza ile mechi upande huu wa kushoto. Alafu ambao anacheza Ibrahim Imoro. Shakei alicheza. Maruf Shakei yuko vizuri. Alicheza ile mechi na Singida na Coastal Union. Japo sio sana. Lakini bado kwa sababu hapo nyuma kidogo alikuwa na injuries akarudi. Jamaa kafunga goli nyingi sana. Jonathan Soa. 12 11. Afu mimi niko namuona striker fulani Mvunja Kuni ambaye amekuja katika dirisha dogo. Kusekana kwake kunaweza kukawa na pengo. Au Elvis Baranga Rupia anaweza kakava katika mechi yao ya leo ya pigia kombe la Muungano. Ukitazama kikosi cha kwanza cha Singida Black Star kimekuwa kikimtegemea Jonathan Soa katika eneo zima la kufunga magoli. Mchezaji ambaye anamfuata nyuma ni Elvis Rupia. Lakini mabao 9. Lakini ukitazama mwendo wa Rupia umekuwa ni wa kinyonga. Wamekusanya goli moja. Umekuwa kama ni wa kinyonga. Kwa maana leo atakupa goli, kesho akupi goli. Kesho kutwa atakupa goli, kesho kutwa akupi goli. Kwa hiyo moja kwa moja ile regular starter ya Jonathan Soa inaweza ikawa sababu ya kwanza kwa upande wa Singida Black Star kupata ushindi mfululizo au timu yake kuwa comfortable kufunga magoli katika michezo ambayo tumeweza kumshuhudia. Lakini yote kwa yote uwepo wa Rupia unaweza pia ukaziba unasema ule mwanya ambao Jonathan Soa ameweza kuacha. Si striker mbaya kiasi hicho, ni striker ambaye ameweza kudumu katika misimu miwili kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara, lakini ameonyesha consistency ya kuvuka magoli 5 and above. Misimu yote miwili hajafunga chini ya magoli 5. Kwa hiyo inakuonyesha kabisa kwamba ukimpa nafasi anafunga, lakini ni striker ambaye anahitaji style fulani ya uchezaji ili aweze kunufaika nayo. Ni striker ambaye anasafa kulia na kushoto. Ndio maana muda mwingi mipira inapokuwa inadondoka kwenye boksi anakuwa hayupo, na advantage kubwa inakuwa kwa upande wa pinzani kuchukua ule mpira na kuokoa. Lakini Soa amekuwa kama na nusa hatari. Soa amekuwa kama ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye boksi. Soa ni mchezaji ambaye anaweza kudribble mpira na kulazimisha wapinzani waweze kufanya makosa na kutap in mpira katika wavu. Kwa mazingira ya uwepo wa Jonathan Soa kuna kitu kitapungua katika eneo la ushambuliaji. Magoli ambayo alikuwa anafunga, comfortability na mwalimu katika mipango yake yote, tunamzungumza David Ouma. Siku zote tunaamini kikosi cha ushindi huwa hakibadiliki. Sasa mchezaji ambaye anakupa ushindi kwa maana eneo la ushambuliaji anafunga magoli hayupo, moja kwa moja mwalimu atakuwa na option ya ziada, lakini kuna kumisi mchezaji ambaye anakupa urahisi wa timu yako kupata ushindi. Sawa, ni michuano hiyo ya kombe la Muungano ambayo inafanyika kule Pemba. Tukiwa bado tunaendelea kuona wewe hapa viwanjani, taarifa nyingine tunatazama kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa kipindi hiki, raundi za mwisho, raundi za lala salama. Kuna timu ambazo ziko katika resi ya ubingwa na kuna timu ambazo zinakimbia kushuka daraja na kuna timu ambazo zinakimbia kucheza playoff. Kuna wale ambao wako safe wao mpaka hivi sasa kwamba hii michezo iliyobakia wanacheza bila kuwa na pressure yote. Kwenye ubingwa hawapo, kwenye kucheza playoff hawapo, kwenye kushuka daraja hawapo. Lakini kule chini Ken Gold yeye tayari ushatoa mkono wa bye bye. Sema khalas Ken Gold. Lakini pia timu ambazo zinamfuatia pale kuna Kagera Sugar, wana Super Nkurukumbi, Bukoba kule. Lakini pia kuna Tanzania Prisons pale Mbeya. Hizi timu mbili zenyewe zinashikana shati. Nani anakwenda na Ken Gold kule chini? Tunakwenda katika mapumziko, tukirudi tutakwenda kuziangalia hizi timu ambazo zinashikana shati huku chini. Nani anakwenda na Ken Gold? Naam, tumerudi na bado uko nasi hapa Ulama Eid Salum, niko hapa Detrefa Kiungai pamoja na Rashid Hamis. Na sasa tunakwenda kutazama wakati Ken Gold wenyewe tayari imeshuka daraja
vita kubwa ikiwa imesalia juu ya kati ya Kagera Sugar na Tanzania Prisons, nani ambaye ataambatana na Ken Gold kwenda championship. Licha Prisons kuonekana kama imeondoka katika eneo la hatari, bado hesabu zinaonyesha endapo Kagera Sugar itafanya vizuri katika mechi zake za mwisho zilizobaki, huenda mambo yakawa ndivyo sivyo kwa Tanzania Prisons. Tathmini ambayo tunakwenda kuzungumza hapa kwamba nani ambaye pengine akichanga karata zake vizuri atabaki. Kagera Sugar michezo 27 ambayo amecheza, ameshinda michezo 5, ametoka sare mara 7. Kagera Sugar hapo kwenye kupoteza ndio kwenye shida hapo. Poteza michezo 15 kwa sababu ushindi 5, sare 7, kupoteza 15. Unapata hesabu 15 fanya mara 3, alama 22. 45 points zimeondoka hizo, point 45. Magoli ya kufunga 22, amefungwa 39, alama 22, nafasi ya 15. Yaani haya. Na mechi ambazo zimesalia kwa upande wa Kagera Sugar, watakuwa nyumbani dhidi ya Mashujaa, wazee wa mapigo na mwendo hao. Vile vile wataenda kule Ruangwa, Lindi dhidi ya Namungo, watacheza na mnyama mkali Simba KMC Complex. Rashid. Hao ni kwa upande wa Kagera Sugar. Mechi zao hizo hapo zilizobakia Kagera Sugar. Kwanza tukiangalia zile mechi zao kwa Kagera Sugar pale. Kuna kutoboa kweli. Wakipiga ramli waonekana bado wapo. Yani wakicheza mechi zenyewe zile. Unajua mimi na tazama tofauti sana na nyinyi mnavyowatazama. Zile mechi of course. Unajua mimi nawaona Kagera, sio? Kagera anacheza na Mashujaa Kaitaba, si ndio? Alafu atasafiri ataenda zake Majaliwa kucheza na Namungo. Kwanza hapo mechi ya mwisho anacheza na Simba Sports. Hapo wakati anacheza na Mashujaa. Mashujaa point zake ni ana 30 plus. Ana 31 tutaangalia hapa. Bado hayuko safe ya kusema. Yaani hapana, yaani unajua kwa kwambie, yaani hapo ni vita ishaisha. Vita ilishaisha. Yaani vita ilobakia. Vita ilobakia ni kati ya Kagera Sugar. Hizo takwimu unaziona hapo, takwimu za Kagera Sugar. Ni takwimu za timu ambayo ina deserve kushuka daraja. Yes. Umeelewa? Hapo. Umeona pale walipo. Hapa umeona huu msimamo. Umemwona Kagera point 22, si ndio? Alafu juu yake kuna Tanzania Prison ambaye ana 27, alafu kuna Pamba Jiji ambaye ana 27. Mimi yule Pamba Jiji yule pale atatoka. Pamba Jiji atapanda juu. Na ana mchezo mmoja atapanda juu. Na kwanza iko sawa hii. Mchezo 26. Umeelewa? Mimi pale Pamba atatoka. Pale atakuja Fountain Gate. Nafasi ya Pamba. Nafasi ya Pamba. Atakuja Fountain Gate pale. Umeelewa? Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Tanzania Kagera amebakiza na Mashujaa, Namungo pamoja na Simba. Si ndio? Mechi ambayo Kagera atafungwa, anataka ataki atafungwa mechi ya Simba. Yaani kama itakuwa ngumu. Haina ugumu hiyo kaka. Hiyo ataki astaki. Yaani anataka ataki. Afu nyumbani atafungwa hiyo mechi ya Simba na ndio mechi ya mwisho. Umeelewa? Mechi ya Mashujaa na Namungo, Kagera akichanga karata vizuri. Mashujaa na Namungo, Mashujaa na Kagera. Kagera na Mashujaa. Akichanga karata vizuri. Kagera atapata matokeo dhidi ya Mashujaa. Atakuwa na alama ngapi? 25. Atakuwa na alama 25. Itakuwa bado tofauti alama ngapi kati na Tanzania Prison? 2. Tofauti alama 2. Prison atakuwa anacheza na nani? Prison na mchezo na Coast. Prison mechi zake sasa kama wakati naye tutakuja kumjadili. Tanzania Prisons ana Coastal Union, atakuwa pale Mbeya, atakuwa Mbeya kwanza na Coastal Union. Lakini pia atacheza na Yanga. Ana mechi ya mwisho na Singida Black Stars. Sasa hapo ndo Tanzania Prison anapoenda kuoga maji ya moto hapo. Kwa nini? Umeelewa? Ndio maana nakwambia hizo hapo mechi. Umeziona hizo? Coastal wanamfuata Tanzania Prisons. Na Coastal wana bahati ya kupata matokeo kwenye uwanja wa Sokoine.
Kwa kipindi hiki ni bahati ya kupata matokeo au kujitoa? Kuna ile nature tu. Unajua kuna ile nature, yani kwamba kuna mtu tu ana bahati yani kupata matokeo hapa. Awe mbaya mzuri atashinda. Yani awe mbaya mzuri, huyu ana bahati. Umeona kama nani mfano wake mkutolee. Mfano kama Kagera. Umeelewa? Yani Kagera wewe wazuri vipi? Pale Ruangwa hajawahi kushinda. Kagera Sugar. Yani hata wazuri vipi? Pale Ruangwa hajawahi kushinda. Si unaelewa? Lakini you never know kwa sababu ndio tunaenda kufinalize, si ndio? Sasa mimi ugumu, unajua nyinyi mnaiona kama Kagera, mimi nawaona Tanzania Prison ndio wanashuka daraja. Kwa sababu gani unajua? Ina maana pale kwa kwenye 27 hawezi kuongeza hata alama 2. Kwenye mechi ipi hapo? Yani wale Coastal walivyo sasa hivi, Coastal wale jinsi walivyo ni kama jini mkatakamba. Yani umekutana nao wale sasa hivi Coastal lazima wakupige tu. Sasa unajua shida iko Prison amebakiza na Coast, Singida Black Stars na Yanga. Yanga anataka ubingwa. Unaelewa? Kwa hawezi kuleta masiara mechi dhidi ya Tanzania Prison. Yani hawezi kuleta hayo masiara. Sio, unaelewa? Singida nafasi. Yani hawezi kumletea masiara. Singida Black Stars anatamani kumaliza nafasi ya 3. Tofauti ya Singida Black Stars na Azam ni alama hii moja. Ni alama moja. Kwa hiyo Singida na Azam sasa hivi wanatazamana kwa jicho la husda. Umeelewa? Kila mtu anamtazama mwenzie kwenye mazingira ambayo anatamani kumuona mwenzie anaanguka. Sio, unaelewa? Na mbaya zaidi Azam FC ameshatoka kwenye kombe la CRDB. Sio, unaelewa? Kwa maana yake Azam hana tiketi ya CRDB. Na ukishakuwa bingwa wa CRDB si ndio unacheza kombe la shirikisho. Ila Singida Black Stars bado ana tiketi ya kombe la CRDB. Kwa hiyo vita yake Singida Black Stars na Azam ni vita ambayo inaenda mpaka mwisho itaisha. Kwa sababu yeye mwenyewe Singida Black Stars kama atapoteza kwenye mchezo wa CRDB, maana yake jicho lake litakuwa ni kuiangalia ligi. Ni kuiangalia ligi. So atahakikisha mechi zake zote anachanga karata vizuri. Kwa hiyo Tanzania Prison ugumu wa mechi ya Singida Black Stars ndio ulipo hapo. Na ugumu na mechi ya Yanga, sasa na ugumu mechi ya Coastal Union. Sasa Coastal Union pale Coastal Union pale mimi sisemi nachukua Tulula, umeona kimstari cha unamwachia Mungu mechi hiyo, lakini hizi mechi mbili lazima, yani hizi mechi mbili hakuna namna ambavyo mimi naiona Tanzania Prison anaweza kupata matokeo dhidi ya Yanga na dhidi ya Singida Black Stars. Lakini Kagera possibility ya kupata matokeo mechi dhidi ya Namungo na dhidi ya Mashujaa ipo, unaelewa? On which kama Kagera atashinda mechi mbili atakuwa ameongeza alama 6. 22 jumlisha 6 28. Maana yake ataweza kumzidi Tanzania Prison kwa alama hii moja. Kwa alama moja. Hapo ndipo ambapo mimi siwaoni Tanzania Prison msimu ujao. Tunakuja hapo assume kwamba hiyo michezo mitatu Prisons kwa kile ambacho mmekipigia mahesabu Kiungai. Prisons ana 27. Akipata alama moja anakuwa na 28. Kagera Sugar kama mahesabu Rashid ambayo ameyapiga hapa, wakipata alama 6 anakuwa na 28. Inakwenda kuangalia goal difference. Si ndio? Kufunga na kufunga. Na kufunga. Wewe msimamo utakuja tuangalie. Au hata hapa ninazo tu. Nani ambaye ameruhusu magoli mengi? Kagera wamempopoa. Magoli ya kufunga 27 Tanzania Prisons, ya kufungwa 37. Ya kufunga 21. Ya kufungwa 37. Hao ni Prisons. Hiyo hapo. Goal difference kati ya Kagera na Tanzania Prison ni moja. Tofauti sana goli moja. Ni moja. 16 kwa 17. Sasa itategemeana kwenye hizo mechi watapasuka ngapi 16 na 10. Hapa naona kama mtu kuna kamba inamngangania tu, sijui nani. Kwa sababu goal difference moja, goli moja. Kwa sababu Kagera akijichekesha mechi ya Simba atapasuka si chini ya goli nyingi. Kagera akijichekesha KMC atapasuka nyingi. Umeona bana? Yanga Afrika kushangaza. Yanga Afrika mikoani na Prisons. Yanga Afrika mikoani nafikiri ashindi sana magoli mengi. Kashinda sana magoli mengi, ndio hayo manne ambayo tumeona kwa Fountain Gate. Mnaelewa, lakini Yanga Afrika mechi za away anashinda zake goli 3-2 hizo. Lakini ingekuwa Dar es Salaam, mechi hii inachezwa Dar es Salaam,
Alo, ile goal difference pale ingekuwa ni eka. Umkatii mtu tamaa, lakini mimi simkatii mtu tamaa, lakini uhalisia ambao nauona Kagera ana nafasi ngumu sana kuliko. Lakini kwa sababu unajua mfano ikitokea Prisons akautumia vyema tu uwanja wake nyumbani mechi mfano Rashid akiutumia vyema tu uwanja wake nyumbani katika mechi moja kama ulivyosema Costa anakuwa na wakati mzuri pale Sokoine lakini imetokea Costa Prisons akachukua alama 3 kwa Costa ndio shughuli imeisha kwa Kagera. Mimi siwezi kukaa sehemu hiyo ya kuriski bado katika mpira huwezi kuamini kwamba mechi hiyo Prison mfano ikitokezea akachukua alama 3 anakuwa na 30 ambazo Kagera hawezi kuzifikia. Si ndio shughuli inakuwa imeisha. Tanzania Prison amfunge Coast. Yawezekana. Inawezekana. Sijakataa. Of course sijakataa. Unajua mimi kinachonipa ugumu ni ile ratiba ya Tanzania Prison mechi alizobakiza. Hapo na mahitaji ya hizo timu. Hivi kiungani. Naam. Ni alama zipi ambazo Kagera wamedondosha kiasi ambacho hata mahesabu yao sasa wakiapiga vichwa vinauma? Ni alama zipi ambazo wanasema siku zote usitizame ulipoangukia, ulipojikwaa sana ni wapi mpaka ukaenda kuanguka? Mechi ya KMC, mechi walitakiwa kushinda Kagera ambayo matokeo yake yalikuwa walitoa sare. Mechi ilimalizika sare. Hapa au kule Kagera Kaitaba. Kabla kuwafunga Coast. Ile Luasa alikosa nafasi zaidi ya 5 peke yake. Yani nafasi zaidi ya 5 peke yake. Yani 1 against 1 yeye na goalkeeper. Kwa hiyo ile mechi walikuwa wanapata matokeo mazuri. Ile mechi walistahili kupata. Maana zile alama 3 sasa hivi tunazungumzia Kagera wakiwa na alama 25. Na mechi nyingine ambayo walidondosha matumaini mechi dhidi ya Tanzania Prisons ambao goli lilifungwa na Chanongo. Ile mechi Kagera wangepata sare ingewasaidia sana. Umeona? Mechi ile na mechi dhidi ya Namungo kule. Mechi dhidi ya Singida Black Stars. Mechi dhidi ya Singida Black Stars. Pale Kaitaba. Riti. Umeona? Ile mechi Kagera ilistahili kushinda ile mechi. Umeona? Mechi ambayo ilikuwa sare. Mechi enda sare 2-2. Ambalo goli Singida Black Stars wakaja kuchomoa goli la pili kwenye mazingira ya ajabu kabisa. Na kati mechi walishaichukua vizuri walikuwa wanaongoza 2-1. Kagera. Kwa kuna mechi ambazo Kagera aliangusha alama kwenye mazingira ya ukuaji, unaweza kusema ukuaji wa utoto. Lakini Prisons huwezi kusema wamejitoa wapi kwa sababu hawakuwa na msimu mzuri. Hawakuwa na msimu mzuri na utasifia zaidi alichokileta Josia. Amani Josia kaja kuleta kitu kikubwa sana kwa Tanzania Prisons. Kwanza karudisha ile hali ya kupambana, karudisha mentor za wachezaji, wanacheza mpira mzuri, wanavutia. Unaona sasa wanafunga magoli wale katika mechi. Wakongwe nao baada ya kurudi nao kuna kitu wamekuja kuadd kitu. Unaelewa? Yaani Prison huwezi kusema kwamba kuna hii mechi Tanzania Prison hii alistahili kushinda hii na akaipoteza, hapana. Yaani mechi hiyo hajawahi kupata. Ila amecheza vizuri, amejaribu kufanya kilichokuwa bora na mpaka hapo alipo leo hii Prison anaenda kujaribu kushindana na baadhi ya timu kwenye mazingira ya kutokushuka au kucheza playoff. Manake ni jitihada kubwa amefanya. Na mimi binafsi nampongeza sana Amani Josia kwenye kile ambacho amekifanya kwa Tanzania Prison. Lakini Kagera ni mechi nyingi sana kapoteza. Yani kaangusha mechi ambazo unaamini hakustahili kuwepo hapo. Yes. Yeye kaenda kuzitoa. Kama ambavyo unawaona wale Fountain Gate. Fountain Gate wanaenda kucheza playoff. Fountain Gate anaenda kucheza playoff. Sio kwa nafasi zile za 14, 15. Fountain Gate anacheza playoff. Unaamini kwamba Fountain Gate kwenye alama 29 hawezi yani kwenye kubishania. Sio kubishania. Yani kwenye mimi namna ambavyo analyze msimamo. Fountain Gate na Kagera Sugar wanakwenda kucheza playoff. Fountain Gate na Kagera Sugar. Yani maana yake Fountain hawezi kuongeza alama. Zile 29 kwa michezo ambayo imebaki hawezi kupata alama 3. Fountain Gate atashuka kaka. Yaani pale alipo anaenda ni Pamba Jiji ndio anatoka pale. Pamba Jiji ana uhakika huo. Yaani Pamba Jiji mimi na uhakika anatoka. Sababu Pamba Jiji anacheza na KMC. Alafu mizo miwili iko nyumbani. Anacheza na KMC. Pamba. Anacheza na KMC. Atasafiri nafikiri. Fountain. Kuna kipindi tunazungumzia Fountain ilikuwa katika nafasi ambayo yuko Dodoma. Yani kwa ufupi Fountain Gate duru la kwanza walikusanya alama 20, duru la pili wamekusanya alama 9.
Hapo ndo lipoteleza. Yaani duru la pili wamekusanya alama 9. Duru la kwanza likusanya alama 20. Kwa sababu mpaka duru la kwanza linamalizika, Fountain Gate alikuwa na pointi 20. Akiwa na magoli 28. Ndio ilikuwa timu ya pili ambayo imefunga magoli mengi. Sasa hivi ndio timu ya kwanza ambayo imefungwa magoli mengi. Mabao 22 ambayo wamefungwa. Ukiacha kwa maana yake duru la pili negative 22. Yaani maana yake wao duru la pili wamekusanya alama 9 tu. Sio, unanielewa? Sasa na hizo alama michezo miwili katika kumbukumbu zangu. Fanya umeshinda michezo mitatu. Kwani umeshinda michezo mingapi? Umeshinda na KMC, ukashinda na Prisons. Kwa hiyo katika michezo 10 na ngapi iliyobakia? Baki mitatu. Wamebakiza michezo mitatu. Maana yake wamecheza michezo 12. Kwa michezo 12 wamepata, tuchukue tu kwamba matokeo ujumla wamepata alama 9. Maana yake wameshinda michezo mitatu kwa wastani. Michezo mitatu. Kwa wamefungwa, wamepoteza michezo mingapi? Karibia 9. Karibia 9. Sio, unaelewa? Sasa kwenye mazingira hayo ndio maana nakwambia Fountain Gate kwenye kila ambacho wana display, mimi nawaona wanakwenda kucheza playoff. Kwenye kile ambacho wanakifanya Minziro wakiwa na Pamba, na waona Pamba watatoka pale wataenda kwenye comfortable zone. Sawa. Na klabu ya Fountain Gate ukiwa hapo yenye maskani yake Babati pale Manyara, kupitia afisa habari wa klabu hiyo Isa Mbuzi amethibitisha kusimamishwa kazi kwa goalkeeper wao John Nobo kwa tuhuma za kinidhamu. Ni kweli zilianza kama rumors kuhusiana na issue ya mlinda lango wetu John Nobo kuhusu kusimamishwa mara baada ya mchezo wetu na Young Africans ambao ulichezwa juzi hapa nyumbani. Kwa hiyo taarifa hizo ni za kweli. Management ilichukua hatua ya kumsimamisha John Nobo kwa muda, kupisha kamati ya maadili kuchunguza baadhi ya vitu vya kinidhamu ambavyo wanahisi vimefanywa ama vimetendwa na John Nobo. Kwa hiyo waliondolewa kwenye timu ili kuifanya kamati iwe huru kufanya uchunguzi wake kabla ya yeye mwenyewe kumuita na kuzungumza naye na kusikia pia kutoka kwake kama atakuwa amengamua kitu ama au la. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyozungumza kwa sasa John Nobo hayupo kambini na pengine atarejea mara baada ya kamati kumaliza majukumu yake. Baada ya mechi yetu na Young Africans, licha ya matokeo kutokuwa mazuri, management iliamua kusio kuna mapumziko marefu kwa upande wa timu yetu, na yalitolewa mapumziko ya siku 3 ya kuanzia juzi. Leo ni siku ya pili, kesho itakuwa ni siku ya 3. So Ijumaa wachezaji watakuwa tayari kwa ajili ya kurejea kwenye uwanja wa mazoezi kuanza maandalizi rasmi kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 13 mwezi wa 5 dhidi ya JKT Tanzania. Nikizungumza kama shabiki wa Fountain Gate, naweza kusema kwamba Fountain Gate ni taasisi, na kitu hadi kikaitwa taasisi tayari kina mifumo yake, kina wataalamu wake ambao wanafuatilia mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama taarifa ya timu kama umesikia kuna taarifa yoyote rasmi kwamba timu imefanya maamuzi fulani, sisi kama shabiki kazi yetu ni kuyaheshimu maamuzi hayo na kuhakikisha kwamba tuna support kile ambacho kinafanywa na timu, kwa sababu hata sisi mashabiki huenda sio muhimu kama timu yenyewe. Timu ni kipaumbele, timu ni kubwa kuliko chochote, timu ni kubwa kuliko yoyote. Kwa upande wangu mimi kama shabiki tunaona kama uongozi umekuwa haraka mno kuweza kufanya maamuzi. Kwa upande wangu mimi kama shabiki sipingani na uongozi, lakini naona kwamba imekuwa ni haraka sana kuweza kumsimamisha John Nobo, kwa sababu tunafahamu ni mlinda lango mzuri tu ambaye amesha wapatia matokeo mazuri muda mwingine, kwa maana kudaka vizuri tumeshaona. Tumerudi baada ya kusikia kile ambacho kimezungumzwa na afisa habari wa Fountain Gate na mashabiki wa Fountain Gate. Wengine wanakuambia uongozi umefanya haraka sana. Lakini Isa Mbuzi amethibitisha kwamba John Nobo amesimamishwa kwanza kabla ya kumuita na kuzungumza naye kwamba kulikoni katika mchezo dhidi ya wananchi Yanga Boko ambaye alikuwa anatokea pale langoni. Lakini takwimu za John Nobo sasa wakiwa goalkeeper nambari 1 wa Fountain Gate, michezo 16 ambayo amecheza na dakika ambazo amecheza ni 1320 kuidakia Fountain Gate, save 22 ambazo amefanya. Mlinda mlango wa kimataifa kutoka Nigeria John Nobo, na Fadhili Fikirini Bakari ambaye pia alikuwepo pale Fountain Gate, mlinda mlango huyu, jezi nambari 19, michezo 9, dakika 810 ambazo alidaka Fikirini Bakari, save 13. Fikirini Bakari. Na mlinda mlango mwingine ni Fadhili Kisunga, yeye
alikuwa anavaa jezi nambari 36, mechi 2, dakika 180, save 6. Fadhili na Rashid Parapanda ambaye yeye ndo aliingia baada ya kutoka kwa mlinda mlango John Nobo. Jezi nambari 39, michezo miwili tu, dakika 123, amefanya save 5 katika dakika 123. Walinda milango wanne wa Fountain Gate, lakini kumbuka Fikirini Bakari hivi sasa yeye hayupo tena Fountain Gate, yuko pale Tabora United. Lakini pia nikukumbushe John Nobo yeye alikuwa Tabora United, sasa yuko Fountain Gate na sasa amesimamishwa kazi pale Fountain Gate. Kwa nini wao? Mimi nilitarajia. Kwa sababu ulitarajia kwa sababu baada ya mchezo wa Yanga na Fountain Gate kumalizika, kocha Robert Matano kwa kauli yake tu ambayo ilimsikiliza, niliona moja kwa moja huyo mchezaji hawezi tena kucheza. Kwamba nilimpa nafasi, nimemwamini, alichokifanya ndo kile. Sasa siwezi tena kuendelea kumwamini mchezaji ambaye niangusha kwa kiwango kile. Kwa hiyo nilivyomsikia tu mwalimu, maana mwalimu yeye ndo ana select kikosi cha kwanza. Moja kwa moja ashamuondoa. Uongozi ukaenda kureact baada ya kauli ya mwalimu. Nikaona ni sawa tu, kwa sababu maono ya mwalimu ndio yanatoa picha kwenye kikosi chake nini ambacho kinaenda kufanyika. Ukitazama ukaribu wa viongozi Jafet Makau, ukitazama namna ambavyo amekuwa akihamasisha katika michezo hii ya mwisho, hatamani kuiona Fountain Gate ikicheza playoff. Kwa sababu playoff ni pata potea. Unaweza ukadondoka au unaweza pia ukasalia. Kwa hiyo bora ukatoka katika ule mstari wa playoff ukajitengenezea usalama kwa ajili ya msimu unaofuata. Kwa hiyo ukitazama mazingira ya golikipa alichokifanya, mabao mawili ambayo alifungwa kipindi cha kwanza, bao la Stefan Ziki na Clement Mzize. Unayaona kabisa ilikuwa kama yana uwepesi fulani katika mazingira ya mchezo. Anavookoa golikipa anaweka kama ukuta, uende kugonga urudi tena uwanjani. Unaona kabisa kuna kasheshe. Alafu anarudisha mpira, anafikiria zaidi mpaka mchezaji wa Yanga anafika. Unajua lile la kwanza wakati anaucheza na mkono, ukatoka pale kama mita kadhaa tu, pasi mita 1 au mita 2. Ni karibu yake. Sasa na reaction ya pili ya kwenda kufuata tena ule mpira kuudaka. Ojo mimi nachojaribu kutazama. Yaani mimi sitazami makosa ya aliyofanya John Nobo. Huu ni mlinda lango wa pili wa Fountain Gate. Anakutana na tuhuma kama hizi. Mlinda mlango wa pili anakutana na tuhuma kama hizi. Au kufanya makosa kama haya. Makosa kama haya na tuhuma zenyewe ambazo za utovu wa nidhamu wanasema mbuzi. Na akasimamishwa. Fikirini alisimamishwa, kwani Fikirini ameondokaje? Fikirini alisimamishwa. Wakamtoa. Umeelewa? Na magoli aliyofungwa Nobo ni magoli pia yanofanana aliyofungwa Fikirini mechi na Pamba. Ile 3-1. Nakumbuka mechi na Pamba? Fikirini kautoa kwa alipotoka huko duniani, kaenda kuvuma, alipovuma kaja kalia chalango wazi. Watu Oviedo kaweka. Akafungwa tena. Makosa yote kafanya. Sasa unajaribu kufikiri, kwa nini walinda milango wa Fountain Gate wawe na shida hii? Afu wewe kama kuna shida mahala. Afu wote walinda milango wazuri. Unaelewa? Yaani sawa, magolikipa hawa wamefanya uzembe kwenye kutekeleza majukumu yao, lakini inafikirisha pia. Inawezekana ni nature ya binadamu kufurahi, kukasirika, unaelewa? Lakini kila chenye furaha kinasababishwa na nini? Na kila chenye hasira, huzuni kinasababishwa na nini? Si ndio? Manake how comes kwenye timu 16 iwe ni timu moja kwenye msimu mmoja imefukuza magolikipa wawili kwenye sababu zinazofanana? Unanielewa sijui? Inawezekana tunayaona haya sisi ambao hatupo huko. Tunaona Fikirini amefanya uzembe, kaondolewa. Nobo tena naye anafanya uzembe, anaondolewa. So mimi binafsi inanifikirisha. Yani how comes magolikipa wawili kwenye timu moja, afu ni msimu mmoja, ni msimu huo. Umeona wanafanya makosa yanayofanana, wanapewa adhabu inayofanana. So unaelewa? So inawezekana ni zaidi ya kile tunachokiona.
Wao walikuwa sawa kufanya makosa. Hauwezi kuwa sawa, unakuwaje sawa? Yaani hauwezi kuwa sawa. Yaani mimi ninachojaribu kufikiri ni kwamba si kama unanielewa Kidedea. Yaani kwa nini wao? Yaani kwa nini wao walinda milango wa Fountain Gate wafanye makosa yanayofanana? Umeelewa? Yaani ndio hoja yangu. Yaani kosa nilolifanya mimi anakuja kulifanya na Deo. Ndani ya msimu mmoja. Mfano hiki ambacho kinatokea. Reaction ya wachezaji wa ndani, wale wa ndani. Of course inakera. Inakera. Inaumiza. Inakera kwa sababu unajua unajua mechi na Pamba ambao wanafungwa Fountain Gate. Ndio ilikuwa mechi ya kwanza kupoteza Fountain Gate. Kama nakumbuka, yes. Ndio ilikuwa mechi ya kwanza Fountain Gate wanapoteza, mechi ya kwanza wanapoteza kwa msimu wakiwa nyumbani. Ndio wakapoteza kwenye magoli ya kizembe alofungwa Fikiri. Umeelewa? Si unaelewa? Ndio mechi yao ya kwanza. Wakaona sio kweli. Mazingira haya, hebu ngoja kwanza wakamsimamisha. Tena kumbuka alisimamishwa yeye, alisimamishwa na Abel Kasim. Unaelewa? Abel Kasim akaenda zake Pamba. Umeelewa? Fikiri akapelekwa zake Tabora. Si unaelewa? Umepita muda mrefu. Unaelewa? Umepita muda mrefu. Na inakuja kumtokea, kwa mazingira ya namna hii kama ulivyosema goalkeeper hao wawili wa Fountain Gate. Mfano wanakuwa hawapo labda Fountain Gate. Kwa timu zingine ambazo zinatazama performance na hiki ambacho kinaendelea, inakuwa ni rahisi sana kupata malisho tena sehemu nyingine. Hapana, unakuwa kwa sisi watu wa boli unakuwa unatupa alert. Umeona kwamba wewe utakuwa ni kioski. Duka. Unakuwa kioski. Nimefurahi sana. Unajua mimi naangalia kwenye wimbo moja. Mimi naangalia kwenye kitu hichi kimoja. Wenzako wanavuja jasho pale ndani. Sambamba na wewe, wote timu moja. Lakini kama unavyosema Rashidi, hatujui ya ndani mengine, lakini unafanya makosa rahisi. Si ndio Kiungai? Unaigharimu timu na unawafanya wenzako ambao walikuwa wanakaba nafasi na kufanya nini, unaona mbona kama tufanye kitu sasa. Hakuna kitu adimu kama uaminifu. Unapovunja uaminifu sio tu pale sio tu pale ambapo upo, hata utakapokwenda. Kwa sababu haya mataasisi yana ujamaa, yana ushirikiano, yanafahamiana. Watu wabaki na risiti zako. Yani mfano sasa hivi uharibu Fountain Gate, kwamba hakuna taarifa yako yoyote itafika Tabora United. Inafika kwenye timu zote. Itafika. Kwa hiyo mmiliki wa Tabora United hawezi kufikiria mara mbili wewe kuja kukupa nafasi. Yaani atafikiria tu mara moja huyu siwezi. Otherwise awe rafiki yako. Mwe mna ujamaa wa karibu sana. Kwamba bana mimi haina shida nimesema unataka kuambia nini Rashid? Sema unataka kuambia nini wachezaji wenye mistakes za namna hiyo? Kwenye football, matendo ya football huwa yapo kwa bahati mbaya. Yanapangwa. Yaani matendo ya football huwa yapo kwa bahati mbaya. Yaani ukiona kuna jambo limekukera kwenye football, ulikuwa ni mpango. Yaani sio kitu ambacho tutashtuka kwa sababu tumeona. Unaelewa? Yaani makosa aliyofanya Fikirini mechi na Pamba. Unaelewa? Yaani kama ndio unakuwa mchezaji ambaye unaamua kufanya kazi, yaani ule Fikirini unaweza ukaenda pale ukampiga sana makofi. Lakini kwa sababu ni mchezo ambao unahitaji kuheshimiana, unabaki sio kweli. Yaani unatuumiza, yaani sio kweli, unaelewa? Hata alichokifanya Nobo, unaelewa? Kuna vile unakumbuka kuna tukio moja litokea mechi ya Yanga na Stand. Unakumbuka? Lile goli la yule mchezaji wa Stand yule anafunga. Ni kosa ambalo lilifanywa na kapteni. Unakumbuka? Lilifanywa na kapteni. Alafu Diala akaenda kutafuta effort za kufuta yale makosa. Lakini baada ya kugundua kwamba tayari kosa limeshazua balaa, akawa amebadilika, ameamaki, akuja kureact. Sasa ana react against who? Captain. Uelewa? Anakuja yaani nataka kureact dhidi ya nani? Anakuja kapteni. Na react kwa dhidi aliyevaa usinga.
haya matatizo. Kwa unajikuta anakaa anajisonya. Yani kwa hiyo unajikuta ni moyoni unaongea maneno mengi kama samaki. Unaona basi fresh, maisha endelee. Lakini light inatokea sasa kwa Nobo, angalia wanaomzunguka. Yes, ndio kama wanaomzunguka pale kuna Shiga Makame, Lauriano Mari. Shiga mgeni. Makame ndo kwanza anatafuta experience ya ligi kuu. Pembeni alianza nani? Alianza bwana mdogo mmoja hivi. Kadikilo hakucheza. Akuwepo Kadikilo. Akikuwepo Kadikilo angeshikana. Unaelewa? Akuwepo Kadikilo. Kulandana. Kulandana. Unaelewa? Kule juu unaona Shafiki Batambuze. Unaelewa? Shafiki Batambuze yenyewe Kiswahili chenyewe kama changu mimi. Unaelewa? Sometimes unapatia, sometimes unakosea. Sio, unaelewa? Unaenda kureact dhidi ya nani? Ya Nobo. Kwa hiyo inabidi unamwangalia afu unasema wewe sio kweli, yani kuna kitu unatufanyia sio sawa. Unaelewa? Yani kuna kitu unatufanyia sio sawa moyoni, lakini unaelewa? Lakini kama mnammudu, mnamweza, na ndio ile mara nyingi yule mnaishi naye. Ndio maana tunaona mara nyingi wachezaji wanashikana wenyewe kwa timu moja. Mnaishi naye. Yaani unajikutani haiwezekani. Umeona kama kosa alilofanya Abel Kasim lile mechi dhidi ya Pamba. Unaelewa? Umeona wanaomweza walishikana pale. Wanaomweza ni wewe sio kweli, yani hiki ndo nini sasa? Tunajuana. Unaelewa? Hata yule Chobwedo, anaitwa Chobwedo yule. Mechi ya Pamba na Ken Gold ile akataka kupigana ile. Unaona wanamweza, sio walimfuata akamwambia sio kweli. Yaani wewe kuna namna ambavyo unataka sawa Rashid kutondoa kwenye utaratibu. Makosa kama unavyosema, mioyo inazungumza sana kuliko hata taswira ya uso kwa kile ambacho kinatokea katika kazi moja ambayo mnafanya. Na kama ni makosa kama unavyosema Rashid, makosa ya kibahati mbaya katika soka hayawi hivyo.